Sio kwamba una changamoto kubwa sana, ila hii hali ya kujilinganisha kwako ndio changamoto. Yani unaona kama vile umechelewa. Ni kweli umefanya matibabu, lakini bado unaona haujafanikiwa. Unaanza kujilinganisha na mtu mwingine, mbona alifanya yeye akafanikiwa. Ukiuhalisia ni kwamba kila mtu huwa ana namna mwili wake unavyopokea dawa, mwili wake unaporespond kwenye kile ambacho umekitumia kwa ajili ya kwenda kulenga kusaidia kile ambacho ulikuwa nacho tangia awali. Kwa hiyo kama upo kwenye matibabu ya uzazi na unajiona umeanza kutumia matibabu ila haujapata matokeo unayotakiwa, ni vizuri kuhakikisha kwanza unamaliza dozi, lakini baada ya hapo nenda karudie tena kuonana na daktari wako, kumshirikisha imekuwaje, atakushauri ni kipi cha kufanya. Lakini sivyo tu, fuatilia, huenda kuna changamoto nyingine nje ya ile ya awali ambayo tayari ulijitahidi kuweka sawa, kwa sababu wengi wanaamini kwamba ukishakuwa na changamoto fulani ukaitibia ndio imeisha. Kumbe kuna changamoto nyingine zinazokuwa ndio zilizochochea ile tatizo liweze kujitokeza. Na nimeweza kushare na wewe hii kwa sababu nipo nawe katika safari ya kuitwa mama, na imani itakusaidia. Kisha umeshare, ila kama kuna changamoto unayopitia, hebu niambie kwenye comment, unapitia changamoto gani ambayo ilikuwa inahitaji msaada.